Dubai kuna demokrasia? Ushawahi kusikia kuna uchaguzi kule? Ushawahi kusikia kuna wabunge wanaenda kuchaguliwa kule? Ushawahi kusikia sijui kuna vitu gani vinakaa vinajadiliwa kama tunavyojadili sisi? Hali yao ya kimaisha ikoje? Wako vizuri sana. Wameathiri maisha ya watu wengi sana. Kulikuwa mfano kama petrol station. Kuna madereva ambao ndio ilikuwa kazi yao kuendesha yale malori. Wanalipwa kwa sababu ya kuendesha. Sasa hivi ile biashara imesimama, yuko nyumbani. Yeye na familia yake na makodi, tunajua ni mwisho wa mwaka, karibuni kuna swala la shule na vitu kama hivyo. Njia iliyotumika kwa sababu ya kutaka hiyo ni sahihi, sio sahihi. Imesababisha madhara na siamini kwamba Watanzania hatuna uwezo wa kusolve matatizo yetu bila kuwa na vurugu. Siamini hicho. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Kabisa kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, kama kawaida behind the camera yuko Rizky bwana. Bana, kama hivyo kawaida yetu bana, leo nimemtembelea tena siku nyingine tena DJ Sma. Kuna vitu vingi sana vya kuzungumza naye. Tunafahamu uchaguzi wa Tanzania umefanyika na kuna mambo mengi sana ambayo pia aliyazungumza yeye before uchaguzi kufanyika, na kuna vitu ambavyo pia vimetokea. Nikasema baada ya hiki kipindi kifupi kupita hapa katika, nikasema ngoja na mimi nimfuate ndugu yangu nimuulize pia analipi la kuzungumza kutokana na yale ambayo yametokea. Sema kwema lakini bana, alhamdulillah. Mbona nasemaje? Namshukuru Mungu, sijui wewe. Safi bana. Umesalimika? Tumesalimika. Alhamdulillah. Jambo la kushukuru. Jambo la kushukuru. Nakumbuka wakati tunazungumza mara ya mwisho uliniambia ulikuwa na safari yako ya kwenda Russia, Moscow. Ilikuwaje hasa? Nishangaa tunakuona umerudi huko. Imeenda vizuri. Tulienda kuangalia wenzetu kwa kuna tuzo na mambo ya diplomasia, wenzetu jinsi wanavyofanya diplomasia, human diplomacy, ya binadamu kwa binadamu. Mnakaa mnajadiliana, mnasikia maoni ya watu tofauti, mnauliza maswali na vitu kama hivyo. Kajifunza wenzetu wanafanya events katika hali ya juu kabisa, na tukatembelea maeneo fulani tofauti pia ya Moscow pale. Kwa hiyo ilikuwa ni nzuri na nilipata nafasi pia kuona culture ya kule katika tofauti na nilivyoenda mara ya kwanza. Mara ya kwanza nilivyoenda St. Petersburg nilitembelea moja ya makanisa kule, nikakutana na mkuu wa kanisa pale. Sijui ni muite padri au bishop au nani, lakini nikakutana naye nikamwomba, akaomba dua kwa sababu ya Tanzania. This time nilivyokuwa Moscow nilienda kutembelea msikiti mkubwa zaidi Moscow, nikakutana na imam pia nikamwomba pia tuombe dua wa Tanzania. Na nikakutana na watu tofauti pia, nikakutana na Tanzania wengine kule. Kuna binti ambaye yuko anasoma kule. So kwa ufupi ilienda tu vizuri. Na nashukuru Mungu. Nakumbuka wakati ulirudi tayari uchaguzi ushafanyika, ulikuwa bado? Na ilikuwaje? Mimi nimerudi tarehe 29. Wewe? Ndege inatua ni saa 7:30. Kwa hiyo wakati ndege inashuka naangalia, mimi nilikuwa na siti ya dirishani, naona moshi Moroko pale, Mwananyamala, Ubungo, wapi, yani naona moshi unafuka maeneo tofauti. Kwa hiyo ilikuwa ni experience moja ambayo maishani mwangu sijawahi kuiexperience. Tumekuwa tunaiona sana kwa wenzetu. Kwa hiyo tukashuka pale airport, mambo yalikuwa mazuri. And by the way tu niwaambie watu, kuna video ilisambaa ikionyesha kwamba waandamanaji wamevamia airport. Oh yeah. Yes, yani anaweza nikawaambia wakati wanasema hayo mimi nilikuwa ndo ninashuka airport. Okay. Na nilikuwepo. Na wanachosema ni uongo. Walichokichukua, ndo maana nimetoa intro ya makala ambayo yanakuja ya uchambuzi wa mkeka wa Gen Z TZ. Nimeelezea kwamba sasa hivi ni kipindi ambacho tuwe makini sana, kwa sababu kuna misinformation nyingi, kuna disinformation nyingi, kuna upotoshaji na uongo, udanganyifu mwingi. Kwa hiyo ile video walioiweka wakasema kwamba waandamanaji wamevamia na kuingia airport, ilikuwa actually ni video ya Magufuli. Katika msiba wake, watu kwa mapenzi na shauku ulivyokuja mwili wake wakashindwa kujizuia, wakaingia pale, na haikuwa kwa sababu ya kudhuru au kuharibu chochote. Kwa hiyo mimi naweza kuthibitisha wakati narudi na nilikuwepo muda huo. So nikatoka airport, tukaenda, tumepita Ubungo, tumepita Mwananyamala, tukazunguka, tunafika Salenda Bridge, Stanbic Bank pale. Huko tumekuta magari ya polisi. Njia ya kwenda Mwananyamala kuna waandamanaji. Sasa
sijui ni waiti waandamanaji au ni iteje. Alafu chini kuna viatu, kuna mawe, kuna vyupa, yani kwamba muda mchache kabla sisi kufika pale kulikuwa kimewaka. Kilikuwa kimewaka. Ila naweza nikasema kwa bahati nzuri upande wa polisi na vyombo vya usalama hawakutuzuia wala hawakutudhuru, na pia kwa upande wa wale ambao ndo walikuwa waandamanaji hawakutuzuia wala hawakutudhuru, ila hali ilikuwa sio nzuri. Kwa hiyo ikabidi tukaingia kushoto, tulikuwa tunatakiwa tupite ile njia ya Kinondoni. Ikabidi kabla ya njia ya kwenda ambao kata kulia unaenda Leaders, tukaingia Chimbo, tukaingia Kinondoni shamba. Nikaenda kujibana sehemu kwa zaidi ya masaa 3. Na ni sehemu ambayo nilishuhudia sehemu za kura zile zilivamiwa, zikafanywa vurugu, makaratasi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikakaa pale masaa 3, palivotulia, nikamchukua boda, ilikuwa niende, ikabidi nikaenda kwa hatua, nikaenda Msasani, sehemu kwa mshikaji wangu. Nikapumzika kidogo ili patulie, nipate nafasi sasa ya kuvuta kuja home. Ndio ikatoka ile tamko kwamba saa 12 curfew. Ikabidi nilale pale. Kesho yake nilitakiwa kwenda Kinondoni. Nikachukua pikipiki. Wakati tunaenda Kinondoni, mwanangu kuanzia Moroko mpaka unafika studio, mwanangu yani uharibifu na mwendo kasi kuvunjwa na matairi na barabara, ilikuwa ni vurugu. Sijui wakati wa mtiti unavyotokea ulikuwaje, silikuwa tunasikia tu sauti. Nikaenda nikachukua nilichorudi, then nikachukua boda, tukaenda zetu, tukaja mpaka maeneo ya Mbezi. Tulivofika maeneo ya Njia Panda Clouds pale, tukasimamishwa na wanajeshi. Vipi, mko fresh? Tuko fresh. They were very friendly. Punguzeni mwendo. Wakaturuhusu punguzeni mwendo. Tukapunguza mwendo, tukaenda, tukakuta kipindi hicho sheli zote zilikuwa zimefungwa. Kuna ile ya Suma JKT, ndio sheli pekee ambayo ilikuwa na mafuta. Sasa boda ambaye alikuwa ananipeleka, mafuta yake alikuwa amepungua. Akamuuliza, na nilipenda hicho kitu. Aliongea friendly na mwanajeshi. Unajua ile hakukuwa kuna nini? Bana, petroli ipo? Mwanajeshi akamwambia petroli imeisha. Njoo saa 5 itakuwepo. Na sehemu ambayo watu walikuwa na amani kwenda ilikuwa ni pale Suma JKT, kwenda kujaza pale. Then tukaenda tukakutana na checkpoint ya pili. Wakatuambia tupunguzeni mwendo, tukapunguza, tukavuka, tukaendelea na safari yetu, na nikafika nyumbani. Tangia nimefika ilikuwa ni amani kabisa. Of course kwa kuna milio unaisikia hapa na pale, and kwa sababu ya kiusalama mawasiliano yalikuwa hamna isipokuwa kwenye simu. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinaendelea ilikuwa ni kwenye simu. So ni kitu ambacho ndio experience yangu. Mimi nimerudi siku kabisa ya tukio lenyewe. Naam. Pole sana. Asante, nashukuru. Mimi kwa kweli mimi sistahiki pole. Kuna watu ambao wanastahiki pole. Kuna watu ambao wamepoteza maisha either kinyume na hatia au wamepoteza maisha kutokana na labda matendo aliyoyatenda, kwa sababu lazima tuwe wazi. Alafu kuna watu wameambiwa wameharibiwa mali zao, kuna watu wamedhurika, kuna watu biashara zao zimeathirika. Hao nadhani wanastahili zaidi pole kuliko mimi. Mimi naweza nikasema mimi natakiwa nishukuru Mungu kwamba alhamdulillah ni mzima, sijadhurika. Kwa hiyo mimi kwa ninachoweza kusema mimi ni wa kushukuru Mungu. Naam. Hata mimi mwenyewe nimetoa pole nyingi sana, lakini kwa sababu pia ni siku nyingine, watazamaji ni wengine pia, tuendelee pia kutoa pole kwa watu ambao wote ambao wamefikwa madhira na kila ambacho kilitokea. Pia tunatoa pole kwa wote ambao wameathirika. Kilichotokea ilikuwa sio kitu kizuri. Kuna mambo mengi ambayo yametokea hapo kati, inasikitisha. Kwa hiyo kwa ufupi nitoe pole kwa wahusika na familia zote. Okay, sawa. Nakumbuka last tunafanya interview ulizungumza kwamba endapo akitokea maandamano
kuna hatari ambazo pia ulizitaja. Ulisema kwamba unaona kwamba kuna watu watakosa biashara zao kufanya, na ukasema kwamba katika maandamano pia kuna watu ambao huwa wanajipenyeza wenyewe, wanaenda kufanya vurugu na sio kuandamana pia. Kila ambacho ulichokizungumza naweza nikathibitisha kweli, kwa sababu tunazungumza hapa, kuna watu maduka yao yaliharibiwa, kuna watu ambao biashara zao ziliharibika pia, kuna watu ambao walikosa kuuza biashara zao, wa mama wa mboga ulizungumza siku ile na uliliona hili. Nataka nikuulize pia, kwa nini uliona hichi kinaweza katokea endapo yakitokea maandamano? Kwa kweli naweza nikasema tu ni kipaji ambacho amenipa Mwenyezi Mungu. Sio kwamba mimi na akili sana au najua sana. Ni kipaji ambacho Mungu kanipa. Mimi Mungu amenijalia na character moja ambayo ni very sensitive. Nina notice hata vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo inaniwezesha mimi kuweza kuona indicators vya sheria, inaniwezesha mimi kutengeneza pattern, mwenendo, na inaniwezesha kuweza kuona kwa uwezo wa kibinadamu nini huenda kikatokea. Probability ya kutokea ni kubwa, na kwa masikitiko ni vitu ambavyo vingine vilitokea. Na nadhani watu wanakumbuka kwamba nyanya ilifika nyanya moja buku, nyama ilifika 25,000, petroli maeneo mengine alifika mpaka 20,000, sehemu ambazo labda watu walikuwa wanaenda kwa 3,000 boda ilifika ikawa ni 30,000. Kuna sehemu watu wananiambia kabisa ilikuwa 50,000, unaambia ukitakwenda sehemu fulani. Kuna watu walilipa 1,200,000. Yes, kwa sababu ya hiyo. Kuna watu waliathirika kwa sababu kama tulivyosema, wa Tanzania ni watu wa day to day, siku kwa siku. Anapata kipato chake cha siku kwa siku. Kuna mafundi ambao ni wa ujenzi, anapoenda analipwa kwa siku. Kuna mama ntilia ambaye kipato chake ni kwa siku. Kuna watu wa daladala kipato chao cha siku, kuna watu wa bodaboda kipato vyao ni vya siku. Lakini pia kuna watu ambao walikuwa na hela zao electronically kwenye mitandao, ikawa ni ngumu kuzitumia zile hela kwa sababu sehemu za kutolea ilikuwa ni ngumu. Hata mtu ukimtumia ile hela ni electronically, iko kwenye simu, haezi kuitumia. Kwa hiyo athari zilikuwa kubwa. Kuna watu, alafu pia zingatia, iliangukia mwisho wa mwezi. Ukiacha taasisi labda za kiserikali na baadhi ya mataasisi kubwa ambayo yalikuwa yanalipa watu wao mapema kabla ya muda, watu wengi binafsi au makampuni binafsi wao wanalipwa tarehe 32, tarehe 35. Kwa hiyo hichi kimetokea kutokana na demand na supply, bei zimefumuka, alafu mtu hana chochote. Kwa hiyo watu waliathirika. Mimi kuna mama na watoto 6, hana cha kufanya, hana uwezo, hajui cha kufanya. Mimi kwa kweli kuna watu ambao niliwapigia simu ambao walikuwa kwenye ninawamudu. Nikawaambia, jamani, ambao mna uwezo kusaidia, angalieni mitaani kwenu kuna watu gani ambao wanahitaji msaada. Wajane, mtu ana familia yake, mtu ana watoto. Kuna watu ambao huenda hali zao ni mbaya. Kama mna nafasi ya kuwasaidia, wasaidieni. Nimefanya kazi na baadhi ya makampuni, niliwapigia watu wa PR, public relations. Wengine walipokea, wengine hawakupokea, lakini nilikuwa naambia kwa sababu wao wana foundations ambazo zinaweza kusaidia watu. Kwa hiyo nilipigia watu tofauti na kuwaambia, jamani, angalieni mitaani kwenu kuna watu ambao wameathirika, they cannot survive, hali zao ni mbaya. Kama huyo ya mama, mimi iliniuma sana, na watoto 6, hana chochote, watoto wanalia njaa, hana chochote cha kuwapa, hajui waambie nini, wala hali ilivyokuwa hauna kwenda kumfuata kila mtu. Hali yake ilikuwa ni mimi, yani anapambana kivyake. Kwa hiyo hali ilikuwa inasikitisha. Ni kitu tulikugusia. Unajua sometimes kuna vitu unaweza ukaviona, ukaviongelea, hutamani vitokee, lakini vikitokea vinakuwa ni masikitiko kwa sababu uliviona kabla. Na mimi watu wangu wengi wa karibu niliwaambia, jiandaeni angalau na stock ya wiki 2. Wengi sana waliniambia baada ya tukio, mwanangu ulionaje? Yani wewe ndio umeniwezesha. Sasa hivi nina uwezo wa kuvuta. Niliambia watu ambao wana gari, piga full tanki in case ikihitajika masafa marefu, weka stock yako ya wiki 2-3, kuwa na hela nyingine unaweza kuona kwenye simu, lakini kuwa na cash, kuwa na local currency, lakini kuwa na international currency.
kwa sababu ya scenario tofauti ambazo zinaweza zikatokea. Wengi sana wananiambia, mwanangu, yani wewe sijui ulionaje, lakini ndo uliyenisaidia kuona mazingira haya. Pengine hasa kwenye maandamano kuna vitu vingi ambavyo pia vilitokea. Tumeona maduka ya wasanii, baadhi, Juksi, Bilnasi, Shishi biashara yake ya chakula pia iliharibika. Unadhani wasanii kwenye hilo wameandamwa sana? Wasanii wa Tanzania ni nini ambacho wamekosea, ama unahisi kwa nini wasanii walikuwa target pia? Unajua tuko kipindi ambacho hisia ziko juu sana. Mihemuko iko juu sana. Kwa hiyo mtu unapoongea unatakiwa uwe makini sana unachokiongea. Na upande wa pili usiongee kufurahisha watu. Ongea watu wanachokihitaji kukisikia, sio wanachokitaka kukisikia. Kwa hiyo kwenye hilo, na mimi naweza nikasema kwanza, najua nitakutana na povu, najua nitashambuliwa kwa sababu ya hisia za watu na miemuko ya watu. Lakini watu ambao wataweza kutuliza akili zao na kutafakari maneno ambayo nataka kuyasema, atakaa atafikiria, atakuja kusema kuna mantiki, kuna ukweli fulani ndani yake. Niulize, maandamano ni kitu gani? Kwa sababu nadhani maana neno maandamano, especially kwa jinsi ambavyo yanawekwa maandamano ya amani, nadhani neno limekuwa diluted, limewekewa maji kiasi kwamba ni ngumu kuelewa. Mimi nadhani maandamano ya mwisho ambayo yalikuwa ni maandamano sahihi na ya amani, kama sikosei, na naomba mtu anirekebishe, ni maandamano yalifanywa na nadhani ni Chadema baada ya mama kuchukua kwa kipindi fulani. Kuna maandamano fulani yalifanyika makubwa, akawepo Tundu Lissu na wengine na watu kama hao. Watu walitoka sehemu moja wakaenda sehemu husika kwa amani, bila kuvuruga kitu cha mtu, bila kufanya chochote, wakakaa, wakakutana, wakaongea walichokiongea, watu wakarudi nyumbani. Hayo mimi naweza nikaita yalikuwa ni maandamano ya amani. Sasa hivi watu wanaongelea maandamano. Sasa natamani mtu anieleweshe, anionyeshe maandamano ambayo yalifanyika ambayo ni amani, ambayo watu walikuwa wanatoka sehemu moja, kwamba jamani, sisi tuna maandamano yetu, tunatoka sehemu moja tunaenda sehemu nyingine, na wakatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kuchoma, bila kuharibu, bila kuleta vurugu, bila kuingilia mizunguko ya mtu mwingine yoyote. Najua watu watashambulia, najua watu watasema nini, lakini ambacho kwa asilimia kubwa kimeonekana, na haya niliyaongea, wewe ni shahidi na video ipo, nikasema kupiga kura ni haki ya kikatiba ya mtu, kuandamana ni haki ya kikatiba ya mtu. Katiba hii sawa. Kupiga kura kuna vigezo na masharti, kuandamana kuna vigezo na masharti. Kwa hiyo pande zote mbili zizingatie. Kwa hiyo kuna watu ambao mimi nadhani hawastahiki kuingia kwenye maandamano ya amani, kwa sababu nimekwambia, mimi nilikuwa Kinondoni Shamba wakati nimetoka airport. Nilishuhudia vituo vya kura vikivamiwa. Nilishuhudia baadhi ya vitu ambavyo vilitokea pale, pamoja na kituo kidogo outpost cha polisi. Sasa naomba mtu anieleweshe kama ilikuwa ni maandamano sahihi na ya amani. Na kuna vitu ambavyo nimesema sasa hivi, hisia ni nyingi, miemuko ni mingi. Ni rahisi kuongea kitu ambacho kitafurahisha watu, lakini nataka watu tuwe tuna uwezo wa kujichallenge na kukaa na kutafakari. Kwa hiyo kuna issue hiyo ambayo kwenye msafara wa Mamba na Kenge wapo. Kwa hiyo kulikuwa ndani, huenda na naamini kwamba kuna watu walikuwa na lengo la kuandamana kwa amani kabisa.
bila kusababisha vurugu, lakini ndani yao kulikuwa kuna kundi kubwa la uhalifu na walikuwa na malengo tofauti na wahusika. Ndo maana tuliona kwamba unajua wewe unaweza practice haki yako ya kimsingi bila kumzuia na mwenzio practice haki yake ya kimsingi. Sawa? Huku unaweza ukafanya maandamano yako bila kumzuia ile ambaye alienda kupiga kura. Lakini kulikuwa kuna baadhi ya uzuiaji, kulikuwa kuna ukataji wa vidole, nadhani Boba imetajwa sana. Yes. Imagine wewe unaenda kumkata kabisa kidole simply because mtu ana mtazamo tofauti na wewe. Kuna watu walichomewa nyumba zao na magari na vitu kama hivyo, na watu waliibiwa. Na nikisema hayo lazima pia niongelee pia upande wa pili. Kuna watu waliuawa kwa njia ambayo sio halali au sio sahihi. Kwa hiyo lazima tuangalie pande zote mbili. Unajua so far unakuta watu atasema kitu kimoja, maandamano yalikuwa ya amani na bila kukiri kwamba kulikuwa kuna 1 2 3. Na kama unakumbuka maneno yangu tuliongelea kabla ya, nikaambia katika makundi ambayo watu waangalie, anyway hii tutakuja kuiongelea mbele. Kwa hiyo kwenye kulikuwa kuna watu ambao wana nia ya kuandamana kwa amani, lakini ndani yao kulikuwa kuna wahuni ambao wamejipanga kufanya uhuni na uharibifu na uhalifu. Hiyo naomba ieleweke. Na ndani yake kulikuwa kuna watu walikuwa na lengo la kuandamana kwa amani. Hiyo lazima ieleweke na lazima tutofautishe, kwa sababu kuna watu ambao wana bezi upande huu, kuna watu wana bezi upande huu. Umeniuliza swala la wasanii kushambuliwa. Narudia tena. Sasa hivi hisia ziko juu. Sasa hivi miemuko iko juu. Hasira ziko juu. Ambao wataweza kunisikiliza kwa kutuliza akili na kutafakari bila kuweka miemuko, nadhani huenda wakaona kuna baadhi ya maneno ambayo nayasema yana make sense. Kwa sababu issue wasanii, kuhusu wasanii, issue nasisitiza tena. Sasa hivi tuko katika kipindi ambacho hisia ziko juu sana. Miemuko iko juu sana. Kwa hiyo watu ni wepesi kujudge kwa hisia kuliko kukaa na kutafakari jambo kwa undani wake. Na mimi nitaliweka katika namna ambayo mtu ambaye anaweza katuliza akili akaitafakari, ataitafakari. Kwa sababu wanakuambia huwezi kumridhisha kila mtu. Naam. Sasa sanaa ni kazi kama kazi zingine. Ni kama dereva, ni kama mbeba zege, ni kama mwandishi wa habari. Kwa hiyo ni kazi kama kazi zingine. Na kazi ya kutumbuiza ni moja ya kazi kama kazi zingine. Wasanii leo hii wanalaumiwa kwamba wameenda kwenye kampeni. Na zaidi ni ya upande mmoja. Wale walikuwa kwa kazini, wameenda kulipwa hela zao, na watu wanatakiwa wajue sio wasanii tu. Kwenye zile kulikuwa kuna watu wa kufunga taa, kuna watu wa kufunga saundi, kuna watu katika zile wa usafiri, na hizi ni vyama vyote. Siongelei watu ni rahisi kubezi kwenye chama kimoja. Vyama vyote walikuwa wana kampeni zao na vitu kama hivi. Na kuna wasanii ambao walikuwa upande mmoja na wengine walikuwa upande wa pili. Kwa hiyo wote walikuwepo. Kwa hiyo hile ni kazi kama kazi zingine. Ila kutokana na kuna watu wa kompyuta wanajua kuna ule virus autorani ule. Ukifungua faili ukishamuona autorani unajua huyu mdudu huyu. Yes. Na inabidi to discuss the elephant in the room. Mtu ambaye ndo kapewa lawama kubwa, ambaye ndo kama ulimtaja, mtu kama Diamond, na ni kutokana na kauli yake ambayo alisema kwamba watu
Alisemaje? Watu wafanye kazi. Watu wafanye kazi. Sasa naomba tuichambue kauli kwa kutumia akili, sio hisia na miemuko. Anaposema watu fanyeni kazi, kama wewe unafanya kazi, ina maana ile kauli kwanza haikuhusu. Kwa hiyo wewe haumo ndani. Cha kwanza. Cha pili, kama haufanyi kazi, Diamond hakulishi, hakuvishi, hakulipi kodi, hakununui maji ya kunywa. Kwa hiyo maneno yake hayakuongezei chochote wala yakupunguzii chochote. Na alitukana, alitumia maneno ya matusi. Jibu ni hapana. Na hii watu watasema namtetea Diamond. Mimi nataka tuangalie logically. Sasa nataka tuangalie worst case scenario, kwamba tuchukulie yani ni mfano, labda alitukana. Sawa. Wewe ambaye umekasirika, tangia umezaliwa umeshatukanwa mara ngapi? Hebu tuulizane. Kaa uliza. Wewe ambao umehamasika na umekasirika, kama kweli alitukana, umeshatukanwa mara ngapi? Okay, tuache tangia umezaliwa. Tuchukulie tu mwaka 2025 mpaka sasa hivi. Wewe ndugu yangu ndio nikuulize. Mpaka sasa hivi unahisi labda umetukanwa mara ngapi tangia mwaka umeanza? Mara nyingi. Mara nyingi. Sawa. Narudi kwa wale ambao wamemind na kutaka kwenda kufanya walichotaka kwenda kukifanya. Wote waliokutukana ulienda kuwachomea nyumba zao au ulitaka kwenda kuwachomea nyumba zao? Jibu ni hapana. Swali, wote waliokutukana uligombana nao au ulipigana nao? Jibu nalo mwenyewe. Kwa sababu kama ni hivyo, so far nadhani ungekuwa mtu umepigana na watu kila siku. Kwa sababu ukiwa barabarani kuna mtu atakutukana, mtaani kuna watu atakutukana, kazini kuna watu atakutukana, nyumbani kwako demu wako atakutukana, au bwana wako atakutukana, mume wako atakutukana, au mke wako atakutukana, mzazi wako atakutukana, au wewe unaweza ukamtukana. Wanasema msanii ni kioo cha jamii. Sawa. Sasa kioo cha jamii, tunarudi kule. Tuchukulie kakutukana. Unachotaka kukifanya ndo ulichokifanya kwa watu wote au hii ni special kwa wasanii? Utakuja kuona kwamba hukumu hii iko tofauti. Utajiuliza kwa nini? Kwamba wewe na tabia yako, jinsi ulivyodeal na watu walivyokutukana siku zote na miaka yote ni tofauti na jinsi unavyotaka kudeal na hii. Utakuja kugundua ni kwa sababu umeambiwa kwamba mtu fulani aidha kakutukana au maneno yake hayakufai, na wakati kila siku nakutana na maneno yale yale katumwa. Kwa hiyo umepandikizwa chuki ambayo sio ya kwako na wewe umeipokea. Tukikaa tukifikiria tu, yani same standard, kwamba katutukana au kaongea shit, sawa, tunataka kwenda kuchoma. Tuchukue hiyo, ni watu wangapi wamekutukana tangia mwaka huu umeanza, na ni watu wangapi wamekuongelea shit tangia mwaka umeanza? Wote umedeal nao kwa hivi? Utakuja kugundua ni kwamba umepandikizwa chuki ambayo sio ya kwako, na umepandikizwa hukumu ambayo sio ya kwako, kwa sababu kipindi chote watu wote waliokutukana au waliokuvunjia heshima au walichoongea kitu ambacho hakijakuridhisha haujadili nacho hivyo. Kwa hiyo specifically kwa hawa umeshikwa akili, ukajaziwa hukumu, ukajaziwa cha kufanya, na umeact kutokana na ulichoambiwa, sio hulka yako. Na tuchukulie katukana. Kutukana ina justify kwenda kumchomea mtu mali yake? Ina justify kwenda kuharibu mali yake? Tukipindua meza, wewe watu ambao umewatukana kwa mizani hiyo, ina justify na wao waje wa kuchomea wewe, waharibu biashara yako au nyumba yako au mali yako? Utakuja kugundua ni kwamba hii issue yote haikuwa na issue yoyote ya msingi ya maana, isipokuwa watu wamepigwa yule mdudu wa autoran, kaekwa, wamejazwa, wakajaa. Nimalizie.
Sawa. Tuchukulie moja ya hoja ni kwamba wamepewa hela kwa sababu ya kwenda kufanya kale. Nimeshaongelea kwamba ni baadhi, na mimi sitetei wasanii. Nataka tuangalie vitu logically. Tuchukulie wamelipwa. Sawa, kutokana na kazi walioifanya. Hujaridhishwa na malipo yale. Unapoenda kuchoma, nichukulie mtu kama Shishi. Sawa. Shishi, je, biashara yake imetokana 100% kutokana na hii, au tangia zamani alikuwa anapambana, alikuwa anapiga bongo movie, tunafahamu, kaanza kupika zamani, alikuwa na kasem kadogo, kaenda kaimprove mpaka alipofika pale. Inawezekana sio yote kutokana na harakati zake kasaidiwa, lakini pia alikuwa kuna jasho lake kalieka pale. Kwa hiyo unajustify vipi kwenda kufanya ulichokifanya? Swali lingine, logically, umeenda umechoma, wewe umeongezekewa nini? Imekuboreshea maisha yako? Imekuondolea dhiki zako? Imekuondolea matatizo yako? Nasema na ninarudia, sasa hivi tuko katika hali ambazo ni hisia kali. Watu watajaji kutokana na hisia, na kuna kitu kinaitwa justification. Watajustify, anajihusisha na kitu fulani, au kafanya kitu fulani, au kitu fulani ndo kimempa. Je, tukichukulia justification hiyo, tuifanye ndo sheria ambayo mtaani watu waishi nayo, ni watu wangapi ambao wataishi? Na mimi nikisema sitetei wasanii, nina maana, unajua watu wengi tuna mambo mengi sana ambayo tumeyapitia, ila hatuyasemi yote. Last time nilikutolea issue ya mkasa wangu na parking, nikaelezea mkasa wangu na polisi na issue yangu ya simu, nikaelezea issue yangu na Tokyo Garage na kulindwa na watu wa Ikulu na polisi, nilielezea. Kwa hiyo na mimi pia nishakutana vitu. Katika wasanii, hebu wataje uliwataja hapa mwanzo. Billnass, Jux pia, Shishi tutaja pia, Diamond the same. Ni wale ambao waligusa direct. Sawa. Mtu kama Jux ni mtu ambaye anapambana, tunafahamu muziki wake na historia yake, na kapambana na African brand, msanii na nadhani ndo msanii pekee ambaye ameweza kuwa na brand ya nguo ambayo imekuwa sustainable kwa muda mrefu. Umeona Mwingine umemtaja Diamond, nishamongelea Billnass. Billnass mimi kanizengua. Kuna issue tulifanya naye, alafu kanizengua. Na siku itakayofika nitakuja kuandika mkeka mzima na nitaweka kila kitu kwa ushahidi. Mimi watu wanajua ni mtu wa facts and logic. Kwa hiyo mimi binafsi on a personal level kanizengua Billnass. Nitakuja kuweka siku itakayofika, nitaweka wazi. Lakini sijaunga mkono walichomfanyia. Sijaunga mkono na wala pamoja na kwamba alinifanyia vitu ambavyo sijaridhika, yeye na kuna mwenzie wa darasani ambaye ana deal na laptop pia walinizulumu hela zangu za kwenye laptop. Siku nitakuja kuweka mambo sawa. Kwa hiyo mimi sio kwamba nawatetea wasanii, nina experience yangu na wasanii, na kuna watu ambao miongoni mwao washanizengua, lakini sijawahi kutaka kuwadhuru, sijawahi kutaka wadhurike. Haki yangu nitaipata kwa njia moja nyingine, hata kama ni baada ya miaka 5, 6, 10 nitaipata. Billnass alikukosea, lakini huungi mkono kuchomewa duka. Kabisa. Mimi sio shabiki wa Shishi. Lakini siungi mkono kilichofanyika kwa Shishi. Mimi sijawahi kuwa na shida yoyote na Jux. Siungi mkono walichotaka kwenda kumfanyia. Na hao ni umeniuliza kwa wasanii. Kuna biashara zingine ambazo petrol station ambayo watu wameambiwa huenda ikawa kweli, huenda isiwe kweli, wameenda kuchoma. Unajua sometimes usipoifikiria kwa upana, haijawaboreshea maisha yao, haijapunguzia dhiki zao. Kwa hiyo hali yao ya maisha iko pale pale kabla ya kuchoma na baada ya kuchoma iko vile vile, ila wameathiri maisha ya watu wengi sana. Kulikuwa mfano kama petrol station, kuna madereva ambao ndio ilikuwa kazi yao kuendesha yale malori, wanalipwa kwa sababu ya kuendesha. Sasa hivi ile biashara imesimama, yuko nyumbani yeye na familia yake na makodi. Tunajua ni mwisho wa mwaka, karibuni kuna swala la shule na vitu kama hivyo.
Kuna watu walikuwa wanauza spare za magari kwa sababu yale magari yanahitaji. Kuna makenika ambao walikuwa wameajiriwa kwa sababu ya kutengeneza yale magari. Kuna madada na wakaka ambao walikuwa kwenye pump pale wanauza. Kuna watu ambao walikuwa wanauzia chakula pale kwenye zile petrol station wanapata kipato. Kuna watu ambao walikuwa ni mafundi umeme. Kwa hiyo mlolongo wa thamani ambao ulikuwa unapatikana pale ambao wameharibia watu maisha simply because wameambiwa mtu fulani ni adui. Tumevalishwa uadui ambao sio, hatuna uadui wa wale watu. Tumeenda kuwafanyia tuliwafanyia bila kujali implication ya watu wangapi ambao wameathirika. Nimewataja wachache sana. Na kuna moja, kuna ile Sharo nani? Sharobaro wa Insta. Ni Sharobaro wa Insta. Tumeona, yani video zimeonekana vitu jinsi vilivyofanywa. Kuna jamaa mmoja ana mbao kutoka Mafinga. Lori lake limepigwa moto mbao. Na kuna mama yule wa Tegeta nadhani tulikuwa tunamsikia. Tumeona. Kwa hiyo kuna watu ambao wameuziwa uadui ambao sio wa kwao. Kuna watu ambao wamepandikizwa chuki ambazo sio za kwao. Kuna watu ambao wamepewa uadui ambao sio wa kwao na wametekeleza kwa sababu wametumia hisia, hawakukaa, hawakutulia. Lakini kwa hiyo mule ndani kulikuwa kuna watu ambao kulikuwa kuna wahalifu, kazi yao kwenda kufanya uhalifu. Kulikuwa kuna watu ambao lengo lao lilikwenda kuandamana kwa amani. Na lazima tuseme pia kuna watu waliuawa kinyume na kuhusika kwa njia moja au nyingine. Hawakuhusika kabisa. Ni either kuna collateral au kuna utaratibu ambao ulitakiwa ufanyike. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Fuse, Mungu ametujalia tuko mbele sana ya muda. Hivi vitu ni kwamba watu waga hawapay attention. Kuna makala niliyatoa. Kwanza, unakumbuka kwenye nani ya mwisho? Nikasema kwenye msafara wa mamba, kenge wapo. Ndio hawa tulikuwa tunaongelea ambao walienda wakafanya. Kuna ile sheli ambayo tuliona kuna magari 36 yameibiwa 10. Mengine yamepigwa moto. Kuna baadhi ya mikoa ambao ulikuwa unasimamishwa uko unaendesha gari. Simama tupe mafuta, sivyo tunakuchomea gari yako na tunakuharibu na wewe. Sawa? Lakini pia kuna watu wameuawa kinyume cha sheria. Kuna watu ambao wamedhurika kinyume cha sheria. Kwa hiyo lazima sehemu zote tuweze kuzibalance. Nilitoa unajua nasema Fuse tuko mbele ya muda. Nilitoa video kuelezea protocol za maandamano. Yaani nilishaona kule na nikatengeneza, tulikuwa tuna mtaalamu ambaye anajua sheria na vitu iko DJ Smart 255. Nilielezea protocol za maandamano zinavyokuwa na utaratibu wake na jinsi zilivyo. Nikitegemea watu wenda wakajifunza na wakatanabai na wakaifikiria hivi vitu na huenda ingeweza kuepusha baadhi ya madhara. Nilitoa makala ambayo inaitwa Je, demokrasia ni mfumo sahihi kwa ajili yetu. Mule ndani watu wangesikiliza, wangeweza kujua viongozi gani sahihi, viongozi gani sio sahihi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimetokea, sio simple kwamba ni black and white. Kuna watu ambao wako ndani hawahusiki, kuna watu ambao kweli wanahusika na yaliyowakuta ni stahiki, kuna watu ambao hawahusiki na yaliyowakuta sio stahiki, kuna watu ambao wamepandikizwa vitu ambavyo sio vya kwao. Kwa hiyo hii issue haiko simple kama tunavyoambiwa. Yaani sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, it's either uko upande mmoja au uko upande wa nani. Bila kunyambua kwamba kuna vipengele kadhaa vimo mundani, lazima tuvikae, tuvitafakari na tuvijadili. Sasa hivi najua hisia ziko juu, miemuko iko juu. Kwa hiyo watu hawatuli. Baada ya miaka 3, 4, 5, huenda kuna mtu atakata atapitia video, alafu akili yako itakuwa imetulia, alafu atatafakari, atakuja kurealize kwamba kweli kuna baadhi ya vitu vilisemwa vilikuwa ni sahihi. Hapo Sma, swali kubwa ama swali ambalo watazamaji wanatamani ulizungumze na tupate take yako hasa iko vipi hasa. Ukiangalia kila ambacho waandamanaji walikuwa wanakidai, kwa sababu tunaita ni maandamano, walikuwa wanadai ni kubadilishwa kwa mfumo wa uchaguzi ambao umekuwa ukifanyika miaka yote, wakidai kwamba una mapungufu na yalikuwa ndo madai yao hayo. Na ukiangalia wasanii ambao wameenda maana kuharibia vitu vyao, walikuwa wanaunga ule mfumo kwa maana kuhusu uchaguzi wenyewe. Of course ni haki yao, lakini unadhani hasa
kila ambacho walikuwa nakipigania. Tuwatoe kwanza ambao wamefanya vurugu hawa ambao walikuwa wanapigania mfumo wa uchaguzi hasa walikuwa sahihi na walitakiwa waandamane katika mlengo upi hasa ili waweze kusikilizwa, na ulikuwa ni wakati sahihi kwa maana tarehe yenyewe ya kuandamana pia, ama unadhani nini itakuwa kifanyike ili sasa ujumbe ambao unataka ufikishwe pia? Na wewe ambavyo uliutazama pia uchaguzi hasa ulivyoendeshwa ulionaje hasa? Nianzie wapi? Nianzie waandamanaji itakuwa waandamane katika njia ipi hasa ambao walikuwa sahihi? Hiyo nimeshaelezea kwenye video. Nimeshaelezea protocol za maandamano na kinachotakiwa kufanyika. Hiyo nimeshaelezea. Kwa hiyo sitotaka kuirudia haiko. Kingine maki ndani kuna maswali kadhaa. Uliza afu mimi nitakuwa najibu. Okay, sawa. Kuna watu ambao wanadai mfumo wa uchaguzi uweze kubadilishwa hasa. Unadhani wewe ambavyo ulivyoona uchaguzi ulivyoendeshwa hasa ulizika ama unahisi kila ambacho alikuwa anakipigania kilikuwa ni sahihi? Je, kuna maboresho yanatakiwa yafanyike? Ni kweli. Black and white. Haina kupindisha. Kuna sheria zetu ambazo zinatakiwa zifanyiwe maboresho. Black and white. Hiyo ni kweli. Je, njia iliyotumika kwa sababu ya kutaka hiyo ni sahihi? Sio sahihi. Imesababisha madhara na siamini kwamba Watanzania hatuna uwezo wa kusolve matatizo yetu bila kuwa na vurugu. Siamini hicho. Kifanyike nini hasa? Walipaswa wafanye. Kuna makala ambayo nayaandaa ambayo kuna waraka umetolewa au mkeka wa Gen Z wameutoa. Sio ulipata nafasi kuona? Umekutana nao? Baadhi nimeyaona baadhi. Mimi nimetumiwa na nimeichambua yote. Kuna vitu ambavyo nimeunga mkono vile mule ndani, kuna vitu ambavyo sijaunga mkono, nimetoa maoni yangu virekebishwe, kuna vitu ambavyo ni vya hatari sana viko mule ndani, alafu nimetoa solution ya nini chief kifanyike. Kwa hiyo nadhani majibu sahihi yanakuja humo kwa sababu nimeyapangilia kwa utaratibu mzuri na nimeelezea. Mimi moja ya vitu ambavyo Mungu amenijalia ni natural problem solver. Kwa hiyo napoona tatizo ninakuja na baadhi ya suluhisho. Kwa hiyo kuna masuluhisho ambayo yako mule ndani ambayo nimeyatoa. Soon itakapotoka hiyo nitakuwa majibu nimeyatoa mule ndani. Okay, sawa, umezungumza vizuri sana. Siku kadhaa baada ya uchaguzi kuisha, Rais wa Kenya William Ruto alihojiwa, nadhani ilikuwa ni Al Jazeera, alimuuliza akaulizwa kuhusu mfumo wa demokrasia unavyoendeshwa hapa hasa East Africa. Akaulizwa pia kuhusu Tanzania, majirani zake pamoja na Uganda. Na moja ambayo aliulizwa pia kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika uchaguzi, kiongozi kushinda kwa 97% hivyo 98 kuelekea huko. Akasema kwamba hawezi kuingilia mataifa mengine sasa yanavyoziendea, lakini akasema kwa Kenya wao wamepiga stage kubwa zaidi kuliko mataifa mengi ya Afrika, kutaja specific, lakini akasema wanazidi. Na akasema kwamba kwetu sisi ni ngumu kiongozi kushinda kwa 98, 90 ngapi huko ama 90, si ndio? Na baadaye akasema kwamba, lakini akasema kasisitiza pia, akasema kwamba mfumo wa demokrasia bado ni mfumo bora wa namna ya kuongoza serikali zetu ama wananchi. Kauli yake alivyoizungumza ile, na wewe unavyoona pia bado demokrasia ni mfumo sahihi kama vile alivyokuwa anazungumza? Kwanza nimependa kwamba kaongea kwa hekima na busara, na ambao wameweza kumuelewa wamemuelewa. Hapo ndani kuna vitu kama vitatu. Binafsi siamini kama demokrasia ndio mfumo sahihi wa kiuongozi. Demokrasia uamini kama ni mfumo sahihi? Binafsi siamini. Unajua sasa hivi hii migogoro yote ni kwa sababu ya mifumo ambayo tumeletewa. Kwenye makala yangu, na ninashauri watu waende wakasikilize, je, demokrasia ni mfumo sahihi wa uongozi? Nilirudi kabla ya wakoloni kuja Afrika kuangalia tawala tulizokuwa nazo Afrika pamoja na mifumo yetu ya uongozi ambayo tulikuwa nayo na jinsi ilivyokuwa inafana na ilikuwa ina ubora. As long as sio mfumo wa Mungu, lazima utakuwa na mapungufu. Kwa hiyo mapungufu yalikuwepo, lakini tulikuwa tuna mifumo yetu. Then tumeletewa mifumo ambayo tumelani.
kuna watu ambao wanaamini demokrasia ndio mfumo pekee. Yaani hakuna mfumo mwingine. Na bila demokrasia hakuna maendeleo. Naomba niulize. Dubai kuna demokrasia? Ushawahi kusikia kuna uchaguzi kule? Ushawahi kusikia kuna wabunge wanaenda kuchaguliwa kule? Ushawahi kusikia sijui kuna vitu gani vinakaa vinajadiliwa kama tunavyojadili sisi? Hali yao ya kimaisha ikoje? Wako vizuri sana. Saudi Arabia wako vizuri sana. Kuna nchi ambazo zingine ambazo ni za kifalme kama United Kingdom. Kuna UK wana hybrid system ambayo wana monarchy ambayo kuna ufalme, alafu huku kuna waziri mkuu ambayo ana run things katika hali ambayo ila kuna nchi zingine ambazo zinaendeshwa bila demokrasia. Korea Kaskazini. Korea zile wanaziita dictatorship. Vatican hakuna, of course kuna ile mapadri kukaa nini, lakini sio mfumo wetu wa kidemokrasia ambao tunao hapa sisi hapa. Na nchi zingine nyingi ambazo zipo. Mfano labda Russia, demokrasia yao ukiangalia kiongozi wao na miaka mingi. China pia the same story. Kuna namna demokrasia, lakini unaiona kuna baadhi ya umeitaja China. China hali yao ya kimaisha unaonaje? Iko vizuri. Uchumi wao unaonaje? Vizuri sana. Maisha yao unayonaje? Vizuri sana. Wana demokrasia kule? Xi Jinping sasa hivi nadhani sana miaka mingapi sasa hivi? Na wamebadilisha nani yao kuongoza mpaka atakapo, nachukulia lugha ya mtaani, atakapochoka yeye. Sio mpaka atakapochoka. Nimeongelea lugha ya mtaani. Sasa mtu unaweza kauliza solution ya hii ni nini? Solution mimi nishasema haijalishi mfumo gani. Kuna nchi ambazo zina demokrasia lakini zina matatizo. Kuna nchi ambazo hazina demokrasia lakini wako vizuri. Sawa? Mfano Marekani wanasemekana wana demokrasia. Nadhani unakumbuka Hillary alisema kwamba mfumo uliopo electoral votes sio sahihi. Umemliwa. Yeye kusema udukuliwa. Yeye aliishinda kwenye popular votes, kura za wapigaji mmoja mmoja. Trump akashinda kwenye electoral votes. Unajua wana mifumo miwili ambayo mtu ambaye hujui. Kwa hiyo Hillary akakandi akasema hii electoral vote ndio kitu gani, sijui nini, mtu shashinda, umechaguliwa na wananchi. Kwa hiyo usichokijua kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo tunaamini kwamba wananchi ndio wanachagua lakini wananchi hawachagui. Wananchi wa Marekani walimchagua Hillary Clinton. Popular votes alipata yeye. Electoral votes ndio zilizomweka madarakani Trump. Trump baada ya miaka 4 akatolewa akaingia ndani Biden. Trump akasema nimeibiwa. Sawa. Pamoja ni mifumo yao yote. Walisema ameibiwa. Ndio arudisha watu wakati anaingia Bush mtoto. Mpinzani wake ndio aliyeshinda. Wakaja zikarudiwa matokeo, ikapinduliwa juu kwa juu. Hivi ni vitu ambavyo watu hawavijui. Kwa hiyo hata zile nchi ambazo tunaaminishwa kwamba demokrasia zao ukija ukiangalia hata kwao hakuna. Kuna ile insurrection ambayo ilitokea kwao kule mpaka Trump akataka kumshtaki. Lakini kuna upande wa pili ambao hawana demokrasia lakini maisha yao ni mazuri kama tulioelezea. Sasa solution ni nini? Nilielezea solution. Mimi sijali mfumo. Mkiwa na kiongozi bora mtakuwa nchi bora. End of story. Bila kujali aina ya mfumo. Kuna nchi ambazo zina mifumo ambayo inaaminika ni bora lakini hali yao sio bora. Kuna nchi ambazo wana mifumo ambayo inaaminika sio bora lakini nchi zao ni bora. Kupitia mfumo huu kuna watu ambao wanalizika na kiongozi aliyekuwa amepita. Yes. Unajua sio kila mtu anajihusisha na siasa. Unajua kwenye makala kama umeyafuatilia ambayo niliyatoa Operation Breaking TZ. Cambridge Analytica anasema tuliangalia tukagundua kwamba kuna watu ambao hawajihusishi kabisa na politics. Kwa hiyo au tuliwapotezea. Kuna kundi la watu ambao ndo tulililenga. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna mifumo tofauti. Kuna watu ambao hawajihusishi kabisa na nani. Kuna mtu akiamka yeye ataenda atafanya kazi zake, atapata kipato chake, atalisha yeye na familia yake, maisha yanaenda, mengine akamwachia Mungu.
Sawa, sio kila mtu ambaye yuko kwenye hivi vitu. Hivyo ni vitu ambavyo lazima tuelewe, na kulazimishia kwamba kila mtu aone mtazamo wako wewe ndo sahihi pia ni kosa. Tumetoka kwenye uchaguzi, vitu ni vingi ambavyo vinazungumzwa. Kabla tujaenda hapo, nimalizie pia kwa Ruto. Ruto aliulizwa akasema kwamba haezi akaingilia huko watu wameshinda asilimia ngapi, na kwake kwa nchi yake kupata asilimia hiyo ni ngumu. Mimi namuunga mkono. Hata kwetu kupata asilimia hiyo imewezekana kwa sababu lakini haijawahi kutokea, na sidhani kama mazingira yangekuwa tofauti ingetokea. Ila nataka ni kuoneshe kwamba sio kujustify, lakini nataka nioneshe kuna kitu ambacho utamani utuoneshe kuhusiana na kila ambacho tunachokizungumza kuhusiana na ili watu waelewe. Yaani nataka niwape watu na mitazamo mingine ambayo pia inatokea sehemu nyingine, na sio Tanzania tu, na sio Tanzania peke yake. Kabisa. Watu wajifunze na sehemu zingine pia. Hii inatokea kwetu peke yake. Sehemu zingine labda ikawa hazitokei, lakini mwisho wa siku demokrasia ndo katiba zetu hivyo zinadai mfumo uweze kuendeshwa hivyo. Ndo mfumo ambao kwa hiyo tunachokizungumza sisi hapa ni maoni tu, na wala hatusemi kwamba mfumo fulani uondolewe au ufanyeje. Hapana. Demokrasia ni mfumo ambao unaruhusu uhuru wa maoni wa mtu kuzungumzia. Na ndio maana kila mtu anaweza kaanzisha chama chake na akaweza kutoa maoni yake na akaweza kuuza sera zake, si ndio? Kwa hiyo haya pia ni maoni tu, na pengine pia wakati tunasimama endelea kuangalia kile ambacho nataka atuangalizie hapa. Tunachokizungumza hapa jamani ni maoni tu. Kwa mtu asikecha akasema kwamba bana mbona kama kuna kitu fulani sana mmekinani. Hapana, haya ni maoni huru. Kwa hiyo kama kuna sema tu tuna kilichotokea sio maajabu, sio maajabu, na kwamba kuna ambao walishinda kwa asilimia kubwa zaidi ya kwetu. Sasa kuna kitu ambayo nimesema kwa hali ya kawaida isingepatikana ushindi wa asilimia 97. Nitakwambia kwa sababu gani, na narudia tena kusema watu ambao wataangalia na kusikiliza logically wataelewa. Watu ambao bado hisia zao ziko juu, miemuko iko juu, hawatotaka kusikiliza logic. Sababu ya kwa nini naamini Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, kashinda kwa asilimia 97 point ni kwa sababu chama kikuu cha upinzani kilijitoa, kilisusia uchaguzi, hakikuzuiwa, susia uchaguzi wenyewe mwanzo kabla pia kuja kuenguliwa, kabla ya kufutwa kama nani. Anyway, sijui kama kilifutwa au kijafutwa. Kifutwa, yani walisema kwanza hawatoshiriki. Baadaye kuna fomu ambazo zilikuwa wazijaza hakujaza. Kwa hiyo wamejiengua rasmi kutokana na mfumo ambao uliwekwa. Kwa hiyo wao wenyewe kujiengua. Unajua kwenye mizani kukiwa kuna kitu huku alafu kuna kitu huku, balance itatofautiana kutokana na wingi wa na ubora. Huku kina uzito kiasi gani, huko kina uzito kiasi gani. Ukichomoa upande mmoja, huku uzito utazidi kwa sababu hakuna kitu ambacho cha upande wa pili. Lao Chadema wangeshiriki kwenye uchaguzi, siamini kwamba hata kama angeshinda kwa asilimia hizi. Naangalia logically kwamba kushiriki kwa uchaguzi wao wenyewe, kwamba hatutoshiriki Chadema ambacho ndo chama kikuu cha upinzani, ndo kimepelekea asilimia kuongezeka. Lao wangeshiriki zisingefika hizo. Sijui unaelewa? Kwamba kwa vile sasa hakuna huku waliohusika katika upigaji kura wengi ni upande mmoja, upande mwingine hawakwenda. Sijui unaelewa? Hapo bado kuna technicalities zingine ambazo watu wanasema huenda
idadi kamili ya wapigaji kura haikuwa hii au nini. Kwa hiyo kama wapigaji kura walitakiwa 1000 mfano, wangepiga kura watu labda 90, asilimia 90 ya 1000 ingekuwa labda watu 900. Sawa? Kama walipiga kura watu 80 katika watu 90, sawa, katika hiyo waliopiga kura asilimia ya hiyo ndo itakuwa matokeo, sio asilimia ya wale wote. Sijui unanielewa? Kwamba wale wachache waliopiga kura asilimia yao waliompigia fulani ni wangapi? Yes, ndo hiyo iliyotoa matokeo. Sio, umeelewa? Yes. Kwa hiyo najua watu, ndio maana nasema kuna watu ambao bado hisia ziko juu, hasira ziko juu, wataongea, najua wako kwenye wataongea chokiongea. Mimi sijasema hichi kiko sahihi, hichi kiko sahihi. Nimejibu kwa logic kwamba kwenye mizani ikiondoka upande mmoja, upande huo automatically utakuwa mzito. Yani ukichukua mizani ukaweka kitu gani ambacho ni chepesi? Pamba na jiwe. Pamba na jiwe. Jiwe litazidi. Ukilitoa lile jiwe, pamba litazidi kwa sababu halina resistance yoyote upande wa huku. Umenielewa? Kwa hiyo kwenye hiyo pia narudia, lau chama kikuu cha upinzani kingishiriki, tusingepata asilimia ambazo tumezipata. Ndio jibu ambalo tutakuwa tumwambie ama umemjibu William Ruto kile alichokizungumza kwa Tanzania. Yes, kwa sababu wao ushiriki wa upinzani ulikuwepo, marehemu Odinga, yes, na yeye ana nguvu zake na vitu vingine, japokuwa pamoja na kilichotokea kule na sheria zao na kanuni zao zote ambazo zipo, bado watu wanaamini kwamba hakuingia Ruto kaiba kura. Wanasema baba alinyang'anywa. Pamoja na kwamba unaona hizo sheria si ziko kule na kuna kwenda mahakamani na nini, na kama unakumbuka ilienda mahakamani, mahakama ikapitisha kwamba ndo ameshinda, kama mnakumbuka. Kwa hiyo hata hizo sheria, ndo maana nikasema haijalishi kuna mfumo gani, inachojalisha kuna kiongozi gani. Kukiwa kuna kiongozi mbora, hata kama kuna mfumo wa ovyo, ufanye kazi kwa ubora. Na kukiwa kuna mfumo bora, kama kuna kiongozi wa ovyo, ataufanya mfumo uwe ovyo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho katika yale tuliyokuwa tunayaongelea.